haitakufa kwa njama za binadamu wala haitaanguka kwa mipango ya watu, itasimama kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala ukariha al-karihun. Kwa hiyo ni lazima sisi wenyewe tuwe na mipango ya kusoma dini, na pia tuwe na mipango ya kuwasomesha watoto wetu. Sio mipango tu na matamanio ya nafsi, lazima utekelezaji uwepo. Mahadi yetu, mahadu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqat al-ilmiyya, ni miongoni mwa maahidi zilizosimamia sera hii na jambo hili kwa kiasi kikubwa sana. Tunatakiwa tuiunge mkono, tunatakiwa tuipende, tunatakiwa tuinusuru, tuitetee, kwa sababu inajenga msingi imara wa dini yetu. Kuipiga vita mahadi kama hii ni kujitafutia laana, ni kujitafutia ubaya baina yako wewe na Mola wako. Huoni kheri iliyoko pale watoto wakasomeshwa Qur'an, wakahifadhi, wakasomeshwa sunna, wakazihifadhi, wanawake, watu wazima, wanawake kwa wanaume, watu wazima na watoto, wasichana kwa wavulana. Mtu amekuja hajui chochote katika dini yake, akabadilika akawa ni shekhi, pengine kasilimu. Wewe uko hapo hapo kwenye Uislamu wako, huna unalolijua, alafu wampige vita. Huoni kwamba wewe una matatizo? Kwa hiyo nawaambia, mahadi hii haitakufa kwa njama za kibinadamu wala haitaanguka kwa mipango ya watu, biidhnillahi alkarim. Mahadi hii itasimama kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala, na itaendelea, wala ukariha al-karihun. Hata wenye kuchukia kama watachukia, hawataweza kufanikiwa, kwa sababu ni jambo la Allah. Siku watu watakapobadilika hapa, ikawa ni mipango ya kilimwengu, kwamba kinachofanyika hapa ni mipango tu na njama za watu kula pesa au kupiana ukubwa, basi jambo litaharibika. Lakini kama jambo ni dini, kila atakayejaribu kupambana nalo ataanguka kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo vitu vyetu sisi Waislamu vizuri, iwe ni maahadi hii au maahidi nyingine, vituo kama hivi vya ilmu ni lazima tuvihami kwa nguvu kubwa sana, na namna ya kuvihami ni sisi kujitolea na kuonyesha ushirikiano wa hali ya juu kabisa katika kufanikisha malengo ya vitu kama hivi vya kheri.